Kama ilivyoada, tupo stesheni, tumekuja kuzungumza masuala ya kimichezo. Mengi yametokea. Timu ya taifa ya Tanzania, Taifa Stars, jana ilishuka dimbani muda saa 6:30 hii leo. Kwa maana Taifa Stars tumepoteza mchezo mabao 2-0. Tupo na Nasoro. Nasoro yeye ameuacha uzalendo wake. Yeye anakuambia yeye ni mtu wa Morocco, lakini Dosa yupo katika uzalendo wake, yeye ni Mtanzania, kwa maana yeye ni Taifa Stars. Kwanza kwema? Kwema, namshukuru Mwenyezi Mungu, Mungu wa rehema, kutujalia baraka tele kufika mpaka muda huu. Kwema shehe wangu? Alhamdulillah. Namshukuru Mungu, niko sawa sawa. Ramadhani 23, 20 ngapi leo? Leo 25. 25 eh? Ya, namshukuru Mwenyezi Mungu, niko sawa sawa. Hakuna jingine zaidi. Niambie. Inapanda kwanza. Imepanda zote. Alhamdulillah, zimepanda. Zimepanda. Naona upo na ndugu yako Nasoro, yeye ni Morocco. Niko naye, kwanza afurahie maisha aliyokuwa na mimi. Kwa sababu si kila mtu anaweza kupata nafasi ya kukutana kama hivi. Lakini leo nataka nimfundishe Nasoro nini maana ya football. Lakini leo Nasoro nataka nimfundishe nini maana ya uzalendo. Tumecheza mchezo dhidi ya Morocco. Tanzania, sisi kama Watanzania, sisi kama tumekubali kufungwa goli 2-0. Naambia ndugu zangu wa Bipo na Chapesa, Tanzania tumefungwa lakini tumefurahi. Hujaumia. Tanzania tumefungwa lakini tumefurahi. Moja ya kufurahi kwa sababu tumekwenda kucheza na timu bora kwenye bara la Afrika. Achana na matokeo, lakini angalia performance ya wachezaji wetu. Lakini angalia uwajibikaji wa technical staff. Angalia nidhamu ya timu ya taifa ya jana. Sio kila mtu anaweza akacheza na Morocco alafu akafungwa goli 2. Kwa hiyo mimi niwapongeze sana wachezaji wangu wa Tanzania. Nilipongeze sana shirikisho. Lakini vile vile nilipongeze sana benchi la ufundi maarufu technical staff. Wamefanya kazi kubwa sana kupelekea sisi kufungwa goli 2-0. Chini ya Ahmed Morocco. Hakuna shida brother. Hakuna shida. Miongoni mwa kocha mzao alofanya mafanikio kwenye national team ni Ahmed Morocco. Amecheza mechi zaidi ya 5 bila kupoteza brother. Sio jambo la kawaida. Bahati mbaya sisi wa Tanzania atupende yani kusifiana. Lakini kama unahitaji Mtanzania pekee mwenye kusifiwa hususan kwenye national team, basi Ahmed Morocco number 1. Lakini kuna baadhi wa Tanzania wamejawa na chuki na choyo. Wao watu ukiwauliza yule ni nani atakwambia huyu hamna kitu. Na wapo. Na ndio maana leo unakuja jambo la ajabu. Kijana kama huyu anashindwa kuvaa jezi ya taifa na kwenda kuvaa jezi ya Morocco na kuambia sio Mtanzania, yeye Morocco. Basi aseme mimi sio Mtanzania, mimi ni Morocco. Sasa umesikia maneno? Kwanza nataka nimwambie Dosa. Naona anaumwa. Kule kwetu Kingugi ipo chama dispensary. Dosa anaumwa? Anaumwa. Kule kwetu Vikindu kuna chama dispensary. Karibu Dosa. La kwanza labda nikwambie. Mimi nimevaa jezi ya Morocco. Nishachoka timu ya taifa Tanzania. Nishachoka kwa sababu Dosa anakuambia sisi tuna maendeleo. Timu ya taifa Tanzania haina maendeleo. Sawa, hakuna maendeleo hata moja. Kwa sababu nakwambia mwaka 82 ndio mara ya kwanza Tanzania kufuzu. Si ushaelewa? Wazee wetu wameenda kule, wamerudi hawana pointi. Sawa. Sisi sasa hivi tunajisifia eti tuna maendeleo. Tumefuzu mara 3 hatuna pointi. Kwa si yale. Tuna maendeleo gani sisi? Hakuna maendeleo. Unafuzu unaenda unarudi hauna kitu. Kwa hiyo mwaka 82 na sasa hivi kuna tofauti gani? Madagascar wameenda mara moja wamecheza robo finali. Yale ndio maendeleo ukisikia maendeleo. Tusije kudanganyana kwa maendeleo na wakati maendeleo ndani ya nchi kwenye swala la mpira hakuna. Tusiogope kuambiana ukweli. Kwenye timu ya taifa ya Tanzania. Kwenye timu ya taifa ya Tanzania hakuna. Dosa lazima ataongea hivyo kwa sababu na shirikisho kuna vinasaba kwa sababu wote wametoka Tanga kucheza Baikoko, lazima atashangilia timu ya taifa kama inafanya vibaya. Na maana gani Nasoro? Si wote wametoka Tanga, watoto wa Tanga lazima wacheze Baikoko. Sisi tunahitaji timu ya taifa yenye bora. Hautaki timu ya taifa watu watoke Tanga waje kucheza Baikoko. Wewe unakuja kuniambia eti tunafurahi tumefungwa na Morocco. Tumepigwa hapa 2,
tumepigwa kule 2. Wamechukua pointi 6 goli 4. Wao tumejitahidi nini sisi? Muangalie Sudani. Morocco ni kubwa. Wewe muangalie Sudani. Kwani Senegal na Morocco si quality zote zinafanana? Hawa zifanani? Ila Tanzania tumezidiwa. Subiri basi bwana, useme umezidiwa. Sudani wana vita. Sudani kwao hawakai kwa amani. Kampiga Senegal. Sisi tuna mama hapa katuwekea mazingira mama yetu Samia. Tunalala vizuri, tunaamka vizuri, tunaenda kufanya kazi vizuri. Hapo mpira hamna kitu, tunamwangusha mama tu. Labda mimi nikuambie ukweli. Nchi hii kwa uongozi wa Karia muchukue waganga dunia nzima tucheze kombe la dunia. Unadosa kwa mafanikio ya Karia ambayo mpaka sasa hivi ipo madarakani aliyoyafanya. Timu ya taifa ya Tanzania kufuzu AFCON, timu ya taifa ya Tanzania kufuzu CHAN. Na Soro anakuambia hakuna mafanikio kwa Rais Karia. Unakubaliana naye? Nasoro anahitajika kujifunza kwa kiasi kikubwa sana. Na Nasoro anapelekea kuyaamini maneno ya Haji Manara. Unajua ya maneno yanayosemwa msione kama vile yanatupwa. Manara wakati yuko timu fulani aliwahi kusema kuna timu mashabiki wao wenye akili ni wawili. Leo Nasoro anadhibitisha hilo. Nasoro anapata ujasiri wa kuzungumza na Bipu na kuzungumza na Chapesa, anasema Tanzania tuna maendeleo kwenye ngazi ya mpira wa kitaifa. Sawa sawa? Sawa sawa. Wewe unakubaliana naye, kubaliana naye? Kwa hiyo unataka kuniambia na wewe yale aliyozungumza Manara yako sawa sawa? Sikubaliana naye nimekwambia. Si ndio kwamba yale aliyosema Manara yako sawa sawa? Brother, haiwezekani mtu mwenye akili timamu. Mtu mwenye akili sawa sawa anatoka mbele anasema Tanzania tuna maendeleo kwenye ngazi ya kitaifa. Tanzania tuna maendeleo kwenye mpira wetu. Huyo ni mjinga. Sawa sawa? Huyo ni mjinga. Nataka nimkumbushe Nasoro amemzungumza mzee Karia. Ametoa historia nzuri ya 80 huko mimi sikukuepo. Sijajua rais alikuwa ni nani wa shirikisho hilo. Na sijajua kwa chama hiko kinaitwaje. Lakini hakuna kiongozi yoyote alosimamia kwenye ngazi ya kuongoza mpira wa kitaifa kama Wallace Karia. Wala hakuna timu yoyote ya Tanzania iliyopata mafanikio sambamba chini ya utawala wa nani? Wallace Karia. Hata nikimrudisha kwenye ngazi za vilabu, wakati huo Simba anacheza mashindano ya robo finali ya CAF Champions League na shirikisho, Wallace Karia ndo alikuwa rais. Na wakati huo Yanga anacheza finali ya kombe la shirikisho, wakati huo rais alikuwa ni nani? Karia. Na wakati huo Yanga anacheza kucheza group stage baada ya kuishi miaka 25 bila kucheza ile hatua ya robo finali ya CAF Champions League. Rais alikuwa ni nani? Mzee Karia. Leo kwa kuwa Tanzania tuna uhuru wa kuzungumza na chombo cha habari, anakuja anasema Wallace Karia sijui hajafanya kitu, sishangai kwa sababu watu wa Tanga wanacheza baikoko. Brother. Leo yeye anatuambia sisi watu wa Tanga tunacheza baikoko. Kwa mtazamo wake. Sio kwa mtazamo wake, kwa akili zake. Mtazamo na akili ni tofauti. Akili ni ndogo. Anamwambia Karia hajafanya kitu. Anataka mfanye nini? Timu ya taifa kaipeleka national team AFCON mara 3. Kaipeleka Yanga na Simba robo finali ya CAF Champions League. Tumefuzu CHAN. Wakina mama kula wanacheza mashindano makubwa ya ngazi ya dunia kwenye national team. Yeye anakuja na kuambia Karia hajafanya kitu. Anataka mbebe mgongoni huyu. Hizi ndio akili za mashabiki hawa sasa. Wa Morocco kwa hiyo una maana. Hakuna Morocco mwenye rangi hii. Shehe wa Morocco wote ni Arabian. Hakuna Morocco mwenye rangi hii. Hii njaa. Labda unajua kuongea. Labda nikwambie unasema Morocco. Labda nikwambie kitu kimoja. Hakuna mweusi duniani kokote anakosekana. Hii kwanza nimwambia ndio maana kwambiaje Dosa anaumwa, anahitajika aende Chama dispensary. Atakuwa vizuri. Susha leo nikwambie kitu kimoja. Wewe ukiniambia Karia kwenye masuala ya timu ya taifa akafanya vizuri, mimi siwezi nikakubali mpaka nakufa. Susha nielewa su. Kabla Karia kukaa ndani ya madaraka, kuna timu sisi tulikuwa tushazizidi. Tunazipiga tunavyotaka. Kama hivi na sasa. Ikiwa Madagascar, ikiwa Komoro, Msumbiji, susha leo. Ukitaka kujua hizi timu zimepanda kuliko sisi, Madagascar ndio tulikuwa sisi tukikutana naye
kama ugonjwa tunapiga. Madagascar mwaka mmoja wamepanda mpaka robo finali. Wewe unakuja kuniambia mimi sisi tuna mafanikio tumeenda mara 4. Yaani hatua mtoano hatujafika. Hayo maendeleo. Kuna maendeleo ya mpira hayo. Tusiwe na vichwa finyu. Na sio unataka mafanikio gani kwenye soka letu? Umezungumza vizuri sana na umenifurahisha. Maendeleo ya mpira yanapanda hatua kwa hatua. Mimi nakwambia Karia kafeli kwa sababu hatua ya kwanza Tanzania ilicheza makundi. Sawa. Hatua ya pili Karia kaja tumecheza hapo makundi. Hatujapanda hata ni pale pale tulipo. Hatua ya tatu tumecheza pale makundi, hatujapanda hata nini. Wewe unasema sisi tumepiga hatua tupo pale pale. Sawa sawa na mwanao umemchukua umempeka Jitegemee. Form 4 kafeli. Umemchukua umempeleka Jangwani. Kafeli. Umemchukua umempeleka Santemel. Kafeli. Alafu unaenda kuzungumza sisi tuna maendeleo. Hakuna maendeleo hayo. Tusije kudanganyana. Serikali ikikaa inatoa bajeti ya mpira. Hii bajeti inafanywa nini kama timu ya taifa ifanye vizuri? Mimi ngoja. Tusiongee kwa sababu sisi tumetoka Tanga. Sushero, tusiongee kwa sababu sisi tumetoka Tanga kwenda kucheza Baikoko. Sisi tunataka timu ifanye vizuri. Imeingiaje tu Tanga na Soro? Kwani bado hapo nani? Hapo wenyewe sisi tulivyo wakija kuzungumza huu mpira wenyewe tunaongozwa na bodi ya ligi batili. Bodi ya ligi imeingiaje na Soro? Sio, tusiongelee maendeleo ya mpira. Wewe unajua kama bodi ya ligi batili. Mwenyekiti wa bodi ya ligi katoka kwenye klabu gani? Coast wana mwenyekiti wao. Kwa hiyo sisi hatujaweka shirikisho watu wapeleke wakacheza Baikoko. Sisi tumeweka watu shirikisho, tunataka maendeleo ya timu ya taifa. Sisi tumefungwa Tanzania tumepigwa 2, tumekwenda Morocco tumepigwa 2. Unakuja kuambia Tanzania tumejitahidi. Kujitahidi umepigwa 6. Umesema sio Tanzania wewe. Sawa, sio iko endelee kwanza. Asuli atuwe na Munkari. Umepigwa 6. Yaani umetoa pointi 6 goli 4. Alafu unaambia Tanzania tujitahidi tuna maendeleo. Maendeleo gani? Wewe anakuja kusema Morocco timu kubwa. Wapo watu wapo kwenye vita. Sudani wapo kwenye vita. Sisi tunalala, tunaamka vizuri. Sudani mechi ya kwanza wamempiga Senegali, jana wameenda kusuluhu na Senegali. Sisi na Sudani nani analala vizuri? Hapo leo anakuja kuniambia Morocco timu kubwa. Sasa sisi timu kubwa tutaifunga lini? Kama kila tukizana timu kubwa sisi tunafungwa, timu kubwa sisi tutaifungwa lini? Dosa kama anaumwa aje Chama dispensary. Bwana Dosa, kauli ya Nasoro anasema Tanzania tunafeli kwa sababu gani? Haoni maendeleo katika soka letu kwa maana tunafungwa na timu kama Morocco, labda Senegali. Ndio kitu ambacho yeye anaona kama soka letu limedidimia. Inabidi tukiwafunga kama Morocco ndio na soka letu limekuwa na Aliskalia ataendelea kumpongeza vile vile. Tatizo la shabiki huyu ni shule. Nasoro. Shule. Yaani leo Nasoro ameshindwa kuelewa nini maana ya maendeleo. Na wewe pia ungetumia kipaza chake kumuuliza Nasoro maendeleo ni nini? Tungepata mtazamo wake na akili yake koje kwenye jambo hili. Kwa hiyo mimi kabla ya kuendelea kuzungumza, naomba muulize Nasoro nini maana maendeleo? Marhaba. Vizuri sana. Na ndio maana kaambia Dosa sasa hivi anaendelea kwenda kupona. Maendeleo ya mpira yalivyo. Maendeleo sio maendeleo ya mpira. Si ndio maendeleo tunazungumzia timu ya taifa. Ndio maendeleo ya timu ya taifa. Maendeleo ya timu ya taifa. Unatoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Sio kila siku akili inaganda sehemu moja hapo unakuja kutuambia maendeleo. Hii sio maendeleo. Nimekuambia mwaka 82 wazee wetu wameenda kuondoka ndani ya makundi hawana pointi. Mpaka leo sisi tumefuzu nani kaondoka na pointi? Tumeondoka na pointi? Hakuna. Unaniambiaje Tanzania sisi tuna maendeleo ya mpira? Kwani maendeleo mpaka kumfunga mtu ndo maendeleo? Maendeleo ya mpira unavyofuzu unavyoendelea kufuzu ndio maendeleo. Uwezi kila siku. Kwa hiyo mwanao kila siku anaishia darasa la 4. Wewe unaenda kuongea mimi mwanangu ana maendeleo? Maana maendeleo mtoto kama mwaka huu kafaulu mwakani afaulu. Mwaka huu kafeli mwakani afaulu. Ndio maendeleo ya mpira. Karia atokea akae timu yetu haijawahi kucheza hata hatua ya mtoano. Yupo hapa hatua ya makundi ambaye hata wazee wetu ndio walipoishia. Unaniambia kuna maendeleo? Nimekuambiaje? Hatufuzu kombe la dunia na wala tucheze hatua ya mtoano hata tuchukue waganga dunia mzima kama uongozi wa Karia.
Dosa. Mimi nimeona hapa kilichokuwepo ni chuki binafsi. Kwa nani? Inawezekana umeshindwa kung'amua tatizo la Nasoro ni nini. Umeshajua tayari. Chuki binafsi. Neno maendeleo limegawanyika kwa upande mkubwa. Zamani ilikuwa vilabu vinashindwa kusafiri kutoka sehemu moja kwenda nyingine. Sasa hivi vinaenda viendi. Zamani tulikuwa tupati wadhamini, sasa hivi tunapata tupati. Tumekaa zaidi ya miaka 80 na 50 hatuja kucheza mashindano ya AFCON. Lakini chini ya mwanaume Karia kutokea Tanga tunakwenda kufanya haya mambo. Na mimi nimkumbushe AFCON yetu ya kwanza kwenye akili vizuri. Sikose tulikuwa tumecheza katika mji wa Algeria. Tukakosa hata alama moja. Sikumbuki kumbukumbu zangu nyingine vizuri, tukaja Misri. Tukakosa alama, lakini AFCON ilomalizika tumepata alama. Na tulitoa upinzani wa hali ya juu. Vilabu kama Morocco tulivyoonyesha ushindani mkubwa. Tukapata sare na Zambia. Tukaja kusumbuana na Kongo, huyu alikuwa hayupo. Ilikuwa haoni. Anataka maendeleo. Yeye anajua maendeleo kwamba ni kutoka kuamka na kwenda kulala. Brother, maendeleo ni process. Maendeleo ni sawa kama vile binadamu anavyoanza kuzaliwa mpaka anapoanza kuona kufanya kazi zake. Mchakato kwa maana. Ni mchakato wa muda mrefu. Yeye anakuambia sisi hatuwezi tukachukua kucheza robo finali hata tulete waganga dunia nzima. Kwa maana hiyo amenifikirisha mashabiki wa Yanga nafikiria waganga kuliko maendeleo. Ngoja. Kasema kusema. Kasema. Si shabiki wa Yanga. Kwa hiyo anataka kutuambia sisi mashabiki wa Yanga tunafikiria waganga kuliko walisi wa mchezo. Brother, mpira ni science. Na science inahitaji process. Hiki anachokifanya Wallace Karia ndio maana mimi nasema japo kuna watu wanasema Dosa anamtetea Karia kutokana anatoka mkoa wa Tanga mmoja, lakini sio kweli. Kucheza baikoko. Anaendelea kututukana na kuambia watu wa Tanga tunacheza baikoko. Haya aseme basi mheshimiwa naibu waziri Hamisi Mwinjuma anacheza baikoko. Mpe mic. Nakuja sasa. Ujue Karia tokea kae mwaka ngapi? Sababu sikasema maendeleo yanaenda hatua kwa hatua. Huu mwaka wa 9. Mwakani akienda anaenda wa 10. Si ushaelewa? Maendeleo tumeenda maendeleo gani? Maendeleo uwezi ukaambia watu. Rais wa TFF Wallace Karia tangu aingie madarakani kuchukua kijiti cha kwanza amefanya maendeleo makubwa sana. Ukiangalia timu za vijana under 17 wanikumbusha kitu kufuzu AFCON, kujenga viwanja vya michezo. Tunaona Tanga alikuwa hamna uwanja michezo, amefanya hivyo. Kigamboni amefanya hivyo center. Kwa maana si ndo maendeleo yenyewe. Sasa unavyosema TFF haina maendeleo, Karia na maendeleo, una maana gani na Soro? Au ni chuki binafsi kwa kumchukia Wallace Karia? Mimi siongei chuki, ukisema viwanja China ndo wanaongoza kujenga viwanja vingi, hakuna maendeleo kwenye mpira. Mpira unahitaji maendeleo, sio kujenga viwanja. Mpira maendeleo, timu yenu ya taifa inafanya nini? Umekuja kwenye masuala ya timu ya vijana. Karia yupo, kuna timu ya watoto hapa walitoka alienda Brazil. Unakumbuka? Wale watoto walishia nusu finali. Wapo wapi mpaka leo unawajua walipo? Kuna wengine hapo timu za ligi kuu. Ligi kuu wapi unawajua mpaka leo walipo? Wengine hapo timu za ligi kuu. Waliwekwa academy wale. Wale waliwekwa academy. Sina kuuliza. Unataka ni academy mwanaje? Maendeleo ndipo unapopatikana. Huwezi kuniambia mimi maendeleo timu inaenda inafeli kila siku ana miaka 9. Timu inafeli hapo naambia bado anaenda kuleta maendeleo. Kwa hiyo tumpe tena anakuja kuleta maendeleo. Yaani kashindwa miaka 10, tumpe tena tumuongezea anakuja kuleta maendeleo. Tusije kudanganya watu. Na bila kuongea ukweli hatufiki tunapotaka kwenda kufika. Tufanye nini ili tufanye nini ili mali tuondoke kwenye ghasia kama kusema Tanzania hatuna maendeleo katika soka letu? Jinsi kufanya ghasia, tuache kuita wachezaji wanaocheza nje kimahaba. Ndio shida hiyo. Hii shida ipo. Kila siku anaitwa mnoga yenyewe timu yake imeshuka daraja. Wapo watu chungu mzima. Alikuja hapa mtu mmoja anaitwa Hassan Afifu. Siogope kuambia Tanzania ukweli. Hassan Afifu alikuja ana wachezaji wake, ana watoto wake 3. Wanacheza German Bundesliga. Alikuja ndani ya shirikisho pale alienda kuwaambia, hawa watoto wangu mimi wanahitaji waje kucheza taifa hili. Mpaka leo wameitwa. Mpaka leo wameitwa. Kuna mtoto mmoja yupo Uarabuni. Hakuna mtoto asomuona ndo anacheza mpira na alikuja mpaka hapa
kwa anataka kuchezea timu yake ya taifa. Kaitwa. Wewe unategemea timu ya taifa itaenda kufanya vizuri? Wapo wa Tanzania wengi. Sisi tunakaa kwenye simu kwenye mitandao tunaangalia. Wapo wa Tanzania wengi wanacheza mpira Ulaya. Serikali haina makosa kwenye hili. Kwenye hili shida ipo kwenye shirikisho. Shirikisho walikaa kuwaambia serikali, sisi tunataka raia pacha kusudi hapa tuchukue wachezaji wengine wacheze. Wamewahi? Si wapo wachezaji Singida Black Star walibadilisha uraia. Wameitwa? Wachezaji watatu. Wameitwa? Bado mchakato hujakamilika. Sasa mpaka lini? Kwa hiyo nataka kuna maendeleo ya mpira na kuambia hapa hatujaja kutoka Tanga kucheza Baikoko. Huyu lazima atakuja kutetea watu kuambia uongo kwa ukweli kwa sababu katoka Tanga kucheza Baikoko. Kitu ambacho anakisema Nasoro cha Dosa. Kwanza atumie hivi vipaza aseme mimi sio Mtanzania, mimi ni raia wa Morocco. Nikwambia kitu kwa mimi sijakwambia sio Mtanzania hata tuanza kuongea. Nimekuambia nimevaa jezi ya Morocco kwa kuchungu na kuichukia timu ya taifa pamoja na shirikisho. Oh, uipendi. Sasa inafanya vibaya nishangilia nini? Mimi nashangilia utumbo. Mimi sishangilia utumbo. Kwenye ukweli mimi naongea. Mimi siwezi kuniambia ati timu imefungwa au unaniambiaje ati imejitahidi. Imejitahidi kufungwa. Tutashinda lini sisi? Kwa hiyo ni Morocco kwanza, sasa hivyo ni Morocco. Sisi sijakwambia Morocco, mimi nitaishangilia Morocco, mimi Mtanzania. Hila na chuki. Tumeama. Sio kwa hila imenikandamiza chuki kuchukia timu ya taifa kwa sababu kukosa kufanya vizuri. Wewe unaniambia Morocco kubwa. Sasa wao kubwa tutafunga lini? Kwa hiyo tutakuwa tuwafungi wakubwa. Kila unakutana naye huyu mkubwa ndio nchi inakuwa hivyo. Kwa hiyo waambie watazamaji wako wa Bipo na Chapesa. Mimi kuanzia leo sishabiki timu ya taifa ya Tanzania, nashabikia Morocco. Sahihi. Nimekuambia sio leo. Huyu anakumbuka. Hivyo naomba nikwambie timu ya taifa ya Tanzania ikicheza Tanzania kama imecheza nje, ikicheza nje imecheza nje. Kwa sababu una maana gani? Hajulikani nani msemaji wa timu ya taifa ya Tanzania. Wewe unamjua asilimia 99 wa Tanzania hawamjui msemaji wa timu ya taifa. Timu ya taifa msemaji wake Ndimbo anakaa chumbani shirikisho kule. Kama timu ya babake mzazi. Timu ya taifa inacheza hapa azunguki kuambia Watanzania kuhamasisha tuende kaangalia mpira. Wewe ulijui hilo? Alafu si wenyewe wa Tanzania mlisema timu ya taifa ikikuwa kuna hamasa haifanyaji vizuri. Kama hamna hamasa timu ya taifa inafanya vizuri. Nataka nikuambie baada ya kuongea hivyo mimi niliwahi kumwambia timu sio babake mzazi hii timu ya taifa. Hii timu ya taifa ni ya Tanzania. Ikifika timu ya taifa atoke chumbani. Siushalo atoke kwenda kuambia Watanzania. Kuna Watanzania asilimia 99 wamjui Ndimbo. Niliongea mechi moja na Jine akatoka akaenda kupeleka Kigoma uwanja Benjamin William Mkapa. Nikuulize wewe una akili timamu, uwanja Benjamin William Mkapa kuna shabiki? Kuna shabiki uwanja Benjamin William Mkapa? Alafu huyu anakuja anatetea, huyu anaumwa. Inabidi nimpeleke Chama dispensary. Imefikia wakati wa Tanzania tuambiane ukweli. Hili sisi taifa letu. Hili sisi linatuuma. Kila siku sisi tunatuambia tujitahidi. Tutacheza vizuri lini? Wamekuja Nkomoro huyo hapo. Si leo tumfungi Nkomoro. Madagascar sisi tulikuwa tunampiga 5 kabla akalia hajaingia madarakani. Leo sisi tumfungi Madagascar. Unaona kuna maendeleo? Unadosa. Nasoro anasema hivi, timu ya taifa ya Tanzania hamasa hakuna, kutofautisha Simba na Yanga. Kwa maana Simba akisema jambo lake kimataifa au shirikisho, hamasa zinakuepo. Yanga Afrika akisema hamasa zake, shirikisho kimataifa, hamasa zinakuepo. Lakini kwenye timu ya taifa ya Tanzania wadau wananyamaza kimya kabisa. Wanazibeza Simba na Yanga. Nasoro shida ni shule. Shida ni nini? Shule. Hakuna namna nyingine yoyote. Shida ni shule. Na Nasoro kama nilivyosema leo hii amethibitisha kauli ya Haji Manara. Nasoro leo hii ametutoa sisi mashabiki Yanga kuwa na akili, ametufanya hatuna akili. Yeye sio shabiki wa Yanga kwanza. Hamasa imegawanyika kwa namna moja ama nyingine. Kuna hamasa za ukafanya door to door, kuna hamasa unaweza ukafanya kupitia mitandao ya kijamii. Na Mario Ndimbo amefanya hilo jambo. Na hakuna mtu asiyojua kama Tanzania inacheza na Morocco, na ndio maana zaidi ya 60% ya Watanzania jana wameangalia mechi saa 6:30 usiku. Yeye anakuambia kuna hamasa atakapeleka Kigoma kama afisa wake wa habari. Hili Dosa, siku mbili hizi ziliibuka mambo ya Simba na Yanga kusana na dabi ya Kariakoo. Watu timu ya taifa mkaisahau. Mkaanza kuibeza kusana na dabi ya Kariakoo. Jana imechezwa, mmefanya mashabiki ya Tanzania. Hao ni maisha mengine. Maisha ya dabi yako nyuma hivi sasa. Sasa hivi tuko kwenye maisha ya national team. Lakini kama unataka kuuliza swali kuhusiana na dabi uliza.
tupo na Yanga. Msimamo wake ukoje? Na mimi msimamo wangu ukoje? Tunaweza tukajibu. Kwa maana Madrid ilibadilika. Ndio timu ya taifa Tanzania ipo kambini, watu waizungumzia kama timu ya Tanzania inacheza na Morocco. Watu wamezungumzia Simba na Yanga tutacheza lini, Simba na Yanga mtacheza lini. Hao ni mashabiki wasiokuwa na shule. Lakini sisi mashabiki tuliokuwa na uchungu na national team. Tulikuwa na akili za kujielewa zaidi. Sisi kwa tunatambua national team inacheza. Na mimi nimetumia vipaza vingi sana vya kuzungumza juu ya Tanzania kwa kuhakikisha national team inacheza. Na ile nitaka niwaambie wa Tanzania. Linapokuja swala la national team tusimame kama national team. Linapokuja swala la TFF tusimame kama TFF. Na linapokuja swala la Yanga na Simba tusimame kama Yanga na Simba. Hatuwezekani ikawa tuna mjadala ya national team, alafu kuna baadhi mashabiki maandazo wanakaa kwenye mijadala ya Yanga na Simba. Nao tuko kwenye national team, linapokuja swala la Yanga na Simba tutakaa kwenye Yanga na Simba. Unaungana na kauli ya rais wa TFF kusema nazungumza na media za Tanga, lakini media zingine za Dar es Salaam zina machafuko yao. Ile kauli yake. Sijajua alikuwa na mtazamo gani kwenye hilo. Lakini nimpongeze sana. Kwa sababu ameona. Kwa sababu sio kila mtu anaishi Dar es Salaam basi ana akili vizuri. Na ndio maana Jimanara aliposema kwenye Yanga wenye akili wawili alikuwa anazungumza mashabiki wa Yanga Dar es Salaam. Hakugusa mkoa wa Tanga, naamini mkoa wa Tanga una watu wenye akili timamu. Kwa hiyo mzee Karia amemainisha inawezekana Chapesa, inawezekana na Bipo hamko sawa sawa. Na ndio maana akaamua majukumu ya vyombo vya habari akawapa wana mkoa wa Tanga. Yuko sawa sawa mzee Karia, yuko sawa sawa. Hapo hajakosea. Labda Dosa, kitu ambacho kimetokea kwa Tanzania kufungwa bao 2 dhidi ya Morocco. Tufanye nini? Tanzania tuondoke katika kufungwa na hizo timu kubwa Morocco, Senegal. Kwa maana timu ambazo tunavyoita vikosi vyetu kuna baadhi watu wanaharamika wadau wa soka kwa maana timu za vijana hivi hatuendelezi kisoka. Kwa maana kisha na 17 tunawaacha mitano wanazagaa, mwisho wa siku wanakuwa tupo. 2027 tunaandaa AFCON sisi wenyewe. Inabidi tucheze. Kuna baadhi ya wachezaji wengine sasa hivi Zofu Lehari hatutawakosa. Tufanye nini na Dosa? Swali zuri, lakini kwa sasa hatuwezi tukaandaa swala la vijana hususan kwenye AFCON 25. Tutakwenda full squad. Tutakwenda na mchezaji ambaye yuko sawa sawa. Tutawatumia vijana, tutawaandaa vijana kwenye AFCON 2027. Tunaamini tuna miaka miwili mbele na naamini inshallah tutapata vijana. Wapo nimeona jana kina Pascal Msindo wamecheza vizuri, lakini bado kina Faisal Salum ni watoto wadogo, kina Clement Mzinzi bado wako kwenye anda ya vijana. Kwa hiyo naamini wachezaji hawa watakwenda kutusaidia 2027. Lakini kwa sasa hususan AFCON ambayo tunakwenda kuicheza Morocco 2025 mwezi wa 10 nafikiri, tutakwenda na wachezaji ambao wako very compactive. Hatutoa wachezaji ambao wanaonyesha ubora wao. Vijana tutakwenda nao 2027, lakini kwa sasa tunataka kuziba midomo ya mashabiki wa Tanzania ambao wanaosema wao waishabiki national team. Naamini wachezaji wanasikia hizi kelele. Naamini wachezaji wanasikia haya maneno. Na nikwambie Nasoro, dharau ulizozitoa leo kupitia wachezaji wetu wa national team, dharau ulizozitoa leo kupitia uongozi wetu wa TTF, tunakwenda kumsuta 25 kwenye mashindano ya Morocco. Tutakwenda kule kwa ajili ya kushindana. Hatuendi Morocco kwa ajili ya kufanyaje ya kushiriki. Naamini tutakwenda kutoa ushindani wale ya juu, na naamini ndio itakuwa mara ya kwanza Tanzania kufuzu hatua inayofuata kwenye mashindano ya Afrika. Kipi tuongeze kwenye benchi la ufundi la timu ya taifa Tanzania chini ya Ahmed Morocco ili mali tufanye vizuri? Tutaongeza tu ushauri, lakini technical staff inatosha. Viongozi wa shirikisho wanatosha. Na wachezaji wengine kama watapatikana majeruhi tutaleta waliokuwa vizuri. Lakini waliokuwa hivi sasa wote wanatosha. Na naamini watatufundisha kwenye nchi ya hali. Imani na Ahmed Suleiman Morocco. Hana shida. Hana shida. Na ndio kocha pekee mzao alikuwa na mafanikio makubwa kuliko kocha wengine yote wa Tanzania. Wamepita wengi, wamefanya kazi kubwa, lakini Ahmed Morocco atastili kuwa number 1 kwenye national team. Kwa hiyo sioni sababu yoyote ya Watanzania kuhakikisha wanahitaji kocha mwingine mzao kwenye national team au wa kigeni kwenye national team. Tumepata hasara kubwa kuleta makocha kutoka nchi tofauti tofauti, lakini pia tutawapongeza makocha waliokuja kutoka nchi tofauti kwa sababu wametuongezea kitu. Lakini kwa Ahmed Morocco niseme na niwaombe wa Tanzania tuendelee kumwombea dua Ahmed Morocco, na niwaombe wa Tanzania tuendelee kuombea Mungu wachezaji wetu. Mimi naamini tunakwenda kuleta maajabu kwenye mashindano ya AFCON 25 msimu huu. Kwanza nikuambie sehemu moja. Nyinyi waandishi wa habari naye nyinyi msiogope. Ukisema kwa nini huyu kaongea wengine washangilii timu ya taifa. Usio washangilii, hata rais mwenyewe kawagawa watu washangilie timu ya taifa. Rais wa TFF. Kalia kawagawa. Kwa maana ipi kaigawa? Alisimama Tanga timu ya taifa inataka kuondoka. Inataka kusafiri. Aliweka iftari.
ana maana kamilifu. Unaongea, mimi nitaongea na vyombo vya habari vya Tanga na Zanzibar. Dar es Salaam siwezi kuongea nao. Nyinyi mna nini? Hajasema hawezi kuongea nao, vina machafuko yao. Sasa nyinyi mna nini? Agawi hapa. Anakuuliza usiogope agawi. Kwa mtazamo wake. Sio kwa mtazamo. Anagawa agawi. Sasa unaweza kwenda sisi tunaenda kuongozwa na Rais Potimam. Kama anaanza kugawa mapema watu. Alafu watu wao unaona watu watashangilia timu ya taifa. Kama yeye anasema ataongea na vyombo vya habari huku songea nao. Wewe muone mwenyewe ana mapungufu. Na ndio maana nikakwambiaje, sisi hatuwezi kufuzu. Hata mkichukua ganga dunia nzima kwa Karia. Hatuwezi. Labda na Nasoro unamuona rais gani wa TFF ambaye akija tutahakikisha tunafuzu katika mashindano haya hapa mbeleni. Kwa maana Karia madaraka yake yanaishia, anaenda kumwaga manyanga. Uwezi ukasema anaenda kumwaga manyanga. Kanuni watu wa Tanga wana tamaa. Nakwambia Mzee Karia. Huoni tayari kashaanza kutengeneza vyama wananiua wajumbe mikoani, anaondokaje? Ataendelea kuwepo, labda aache mwenyewe. Ila ukitaka timu iende, tufanye kama Kameruni walivyofanya. Lazima uende kumchukua aliocheza mpira. Atajua uchungu wa mpira. Nilikwambia Kameruni Samuel Eto'o. Subiri basi. Kwa maana Mzee Karia hajacheza mpira. Kameruni kacheza wapi? Samuel Eto'o, Kameruni. Samuel Eto'o kacheza wapi? Mpira aliongozwa hapa, anaongoza Tenga ndo alicheza mpira. Karia kacheza wapi? Tanga. Samuel Eto'o Kameruni amefika. Kameruni ipo vibaya. Akafanya akaona hapa siwezi, alifuata serikali, alitoa lake mfukoni. Alipotoa lake mfukoni ilifanya vizuri. Kameruni hajafanya. Amefanya vizuri. Yeye yupo mwaka wangapi? Na Samuel Eto'o miaka mingapi? Tusitake kudanganyana, kuambia uongo kwa ukweli. Katika masuala muda kudanganyana uongo kwa ukweli ushakwisha. Watanzania tunataka ukweli. Watanzania inataka timu ya taifa iende ikamfunge Senegali, iende imfunge Morocco, iende imfunge Kameruni. Isiwe kila tukicheza nao sisi tunaambia watu wale wakubwa sisi tutakuwa lini? Wao wakubwa tutakuwa lini? Dosa. Maliza na chochote. Nasoro umemsikia kwa mtazamo wako. Maliza na chochote. Nasoro shule inamsumbua. Na mimi nikwambie tena. Sisi kama Wanatanga tunajivunia sana kuwa na Wallace Karia. Sisi kama Watanzania tunajivunia sana kuwa na Wallace Karia. Na hii nikwambie exclusive kabisa. Karia tunaye na tunatamba naye. Kama kuna mtu anamchukia Karia kwa maslahi yake binafsi amefeli. Kama kuna mtu anamchukia Karia kwa sababu ya tukio la tarehe 8, brother wamefeli. Karia tunaye, tunatamba naye na mechi ya tarehe 8 itapigwa. Hii kazigusia mechi ya tarehe 8. Na atoa onyo kwa viongozi wa Yanga Afrika. Naomba nielewe. Nakusikia Nasoro. Wameitwa na serikali. Kiongozi yoyote hatakubali dabi irudiwe, atapeleka timu yake. Kwa sababu Yanga Afrika inaongozwa na wenye viti wa matawi. Rudia tena Nasoro. Kiongozi yoyote atakubali dabi irudiwe, atapeleka timu yake, sio Yanga Afrika. Nisikilize vizuri. Ukipeleka timu nani anaumiwe? Anaondoka madarakani. Sisi Yanga hatuna rafiki wa kudumu. Hata kama Engineer Hersi. Nataka nikwambie yeye nani? Rais wa Yanga Afrika. Ukizingua Yanga tunakuzingua. Msimamo wa Yanga Afrika mmoja tu. Yanga inaongozwa na matawi, wenye viti wa matawi inapelekwa kwa wanachama wa Yanga Afrika. Wenye viti wa matawi wamekutana. Tena nadhani mpaka sasa hivi nchi mzima msimamo huu mmoja. Hatuhitaji busara wala hekima. Hata hekima. Sisi tunahitaji kanuni. Kama Yanga akakosea ashushwe. Kama akakosea mtu mwingine ashushwe. Kama bodi ya ligi batili, hii bodi ya ligi batili ina shida iondoke. Hatujaje sisi kucheza baikoko. Sisi tuliwahi kumfukuza Gulamali ana hela, labda nakukumbusha. Tuliwahi kumfukuza Gulamali ana hela, tukabaki maskini, tukabaki kuwa maskini na tukaendelea kuomba. Mpo tayari kumfukuza Engineer? Tupo tayari kuomba kuliko kwenda kukubali mechi rudi. Nasoro ni mgeni kwenye mambo ya mpira. Na mimi namwambia mechi ipo na Karia tumfukuzi sisi kama wana Yanga. Hao mashabiki huyu sio Yanga. Huyu M23. Kwa maana gani? Nisikilize basi. Huyu ni msaliti wa Yanga Afrika. Labda niombe mashabiki wengi wa Yanga Afrika wanamjua. Sisi hatutaki sigara kali. Sisi tunataka mtu alionyoka. Kama mtu anaukataa msimamo wa Yanga Afrika, sio Yanga Afrika, huyu sio Yanga. Ngoja, Bipo Chapesa. Kwenye haya maneno ambayo yanazungumzwa sana. Hatuchezi. Mmeshawahi kumsikia kiongozi wote wa Yanga akatoa tamko kwamba tucheze? Nyie muumizi akili yenu.
Hamfikirisha ishi akili yenu. Hakuna kiongozi mwenye akili kubwa kama Engineer. Engineer hizi kuungana na mashabiki hawa oya. Hao wanataka kumpigisha shoti Engineer timu anapeleka na mechi inachezwa. Niletee. Labda nimwambie huyu bado mdogo kwenye mpira. Angalau anambia mimi mgeni kwenye mpira. Hii dabi ya 7. Hii kuvunjika dabi ya 7. Labda namkumbusha Dosa. Hii dabi ya 7. Dabi zote ndani ya siku 3 mpaka wiki moja inakuwa tayari ishapangwa. Muulize hii kwa nini mpaka leo? Na sasa tuandikishiane hapa. Mechi ikichezwa njoo uvunje kadi ya Yanga. Sio kadi ya Yanga. Njoo uvunje kadi ya Yanga. Mechi ikichezwa namba 50. 50 ndogo, weka mzigo. Namba 50 naye naambie kama haijachezwa. Ngoja. Weka 200 kwa 200, 200 kwa 200. Nakwambia tena. Sawa. Sawa. Shilingi. 200 hitu shilingi bwana. Shilingi 10,000. 200 ndio shilingi 200. 200 ndio shilingi. 200 ndio laki. Hapo kama na akili kidogo. Sikiliza. Vipo cha pesa. Mimi nikiwa kama shabiki wa Yanga. Wote watakavyonichukua. Sema wewe M23. Mimi sikubali. Sema M23. Mimi M23. Sema mimi M23. Brother, nikwambie. Hakuna timu inayojivunia kuwa na shabiki mimi kama Yanga. Nakupa hii. Mimi sio shabiki oya kama huyu. Bendera ikienda hivi ikaenda hivi. Mlingoti ukianguka yeye kaanguka. Mimi siko hivyo. Na kuhakikishia mechi inachezwa. Na kama mechi isipochezwa, Bipo TV inaacha pesa huwa na 200,000. Kumaliza na hilo. Naongea tena. Mimi namwambia mechi ichezwe. Uongozi wa Yanga. Nadhani hadi sipo Yanga siku nyingi. Uongozi kapata sasa hivi. Ila Yanga yupo siku nyingi. Anawajua watu wa Yanga wakishaamua lao. Wewe tulia. Sio mtu na serikali. Usiwanaenda huko. Tulia waje. Hata serikali sisi tunawaambia tunataka kanuni. Na serikali inawahusia tena. Wameita. Lakini serikali hairuhusiwi kuingilia mpira. Hii naongea. Serikali hairuhusiwi kuingilia mpira. Hili aliwahusu. Huu shule ndogo sana. Anasema serikali hairuhusiwi kuingilia mpira wakati serikali ina wizara ya michezo. Kwa hiyo michezo ihusiane ile. Chini hapa bana Kabudi. Brother. Chini. Kabudi. Subiri basi. Waingie au sisi tupeleke barua uone. Mnapeleka barua wapi? Waingie sisi tuende FIFA tuongee serikali imeingilia mpira. Si ipo kwenye mpira? Hapo tuone itatokea nini? Si waziri wa michezo. Tuone itatokea nini? Kwani Kenya hajaingilia waziri wa mchezo wamefungiwa hiyo kesho. Si kesho. Kesho hata kesho. Tarehe 27. Si hatuhitaji tarehe 27. Taarifa inatoka tarehe ya mechi.